Ndio maana mpaka leo kuna watu wanapata shida sana kuitetea Qur'ani. Sawa. Lakini kwa sababu walizaliwa kwenye familia ile, kwa mfano jinsi ambavyo imefikia hatua labda Uislamu umekuja hadi pwani ya Afrika Mashariki karne ya 7, ulivyokuja ukaingia sehemu kutoka Mogadishu Somalia mpaka Sofala, ukaingia pwani ya Afrika Mashariki, ukaingia Dodoma, ukawa umeingia zama hizo wakati watu weusi wengi walikuwa ni kama primitive, ni watu hawajui vitu, wakati wenzetu walishafikia ustaarabu fulani. Sasa wakaingiziwa, na kwa kuwa watu wanamtafuta Mungu na hakuna aliyemuona Mungu, babu zetu walikuwa wanaabudu labda kwenye mapango kila kitu, wajaribu Mungu ni nani. Kwa kila taifa lilikuwa linajaribu kumtafuta Mungu kwa njia zake. Sasa walipokuja wale wenzetu, mbona kama nuru walionayo hawa ni kubwa zaidi na nguvu hizo nazo ni kubwa zaidi. Ikabidi babu zetu sasa, kwa shuruti, kwa biashara au kwa chochote, wakaingizwa katika imani ile. Sasa baada ya kuingizwa katika imani, wakajazwa imani toka utoto, Qur'ani fundisho, nenda fundisho. Sasa kama wewe mjinga hujui, utakachofundishwa unapokea, iwe ni mafi, iwe ni nini, unapokea tu. Sasa baadaye katika dunia inavyoendelea kwenda hivi, kwa sababu kuna majibu ya maisha, unafikiri mwenzako ana majibu. Na unajua kuna kufa na majibu ya kufa huna. Naambiwa kuna peponi. Sasa unadhani huyu anayezungumza kwa ujasiri mbele yako yeye anajua zaidi. Kwa watu wakajazwa walivyojazwa. Lakini baada ya kujazwa vile, sasa amejazwa vile, hajawahi kujazwa kitu kingine. Nataka nijisemee mimi. Nimezaliwa katika familia ya Kiislamu kule Tanga. Nimefikisha miaka karibuni, nimetoka nikiwa na miaka 20 na kitu 27. Lakini nimekuja Tunduma, bado nikawa nipo na dini yangu ya Kiislamu, lakini bado nipo tu kama ninafuata, ni kama bendera fuata upepo. Siwezi kuelezea kwa kina kwamba Uislamu wangu ni nini, sijui. Lakini baadaye baada ya miaka 35 ndani ya Uislamu kaanza kujifunza sasa upande wa pili wa Biblia, nikaanza kulinganisha hili na lile. Baada ya kulinganisha nikawa sasa nikawa mtu huru ambaye nina uwezo kuondoa kitu. Yaani kwanza niseme wacha niichunguze Qur'ani, niichunguze Biblia, nichunguze maisha, kwa sababu kwenye kichwa sichunguzi kupitia makalio, ni kupitia ubongo. Sawa. Hata Biblia au kitabu cha hiki ni cha Mungu, siwezi kuamini tu kwa sababu mtu amesema ni cha Mungu. Najueje? Inawezekana naye kadanganya. Kwa baada hapo tunachokifanya kwamba unajaliwa neema ya kujua. Sasa kwenye kufanya uchunguzi unaanza kugundua vitu vingi ambavyo vimejificha. Hata ukienda shuleni wewe unaweza kama mwana science ukawa na wazo kwamba hapa mahali fulani kwa hesabu hizi nitatafuta naweza nikapata kitu fulani. Unapofanya kuchimba unashangaa kweli kuna mwelekeo, sema kwa dalili hizi hapa nikisogea upande huu kutakuwa na kitu fulani. Ndicho hicho ambacho nimefikia hatua, nikawa nimefikia kiwango hiki cha kuelewa kwamba Biblia kwanza niseme ndio kitabu pekee sahihi zaidi ambacho ndio tegemeo la mwanadamu. Hilo lazima nikubaliane nalo. Lakini Qur'ani haiwezi kusimama peke yake hata siku moja. Leo ukiangalia katika midahalo ngombe, wewe Muislamu, haya kaa tu na nani? Kaa na Qur'ani yako. Wewe unasema hii imeharibiwa. Tetee imani yako kupitia tu Qur'ani. Na mimi Mkristo nitetee imani yangu tu kupitia Biblia. Tusiingiliane. Baki na Qur'ani yako na mimi nibaki na Biblia. Hana kwa kwenda. Kwa ili apate kwa kwenda lazima aingilie huku kwako. Akiingilia huko umekosea hapa, angalia hili umekosea hili imekwenda hivi. Sasa pale tayari yeye kumbe huku kuna mashaka. Akutie mashaka ili sasa kile kitabu ambacho kimeandikwa na mtu mmoja ambacho historia yake inaanza miaka 4775 baadaye ili kionekane ni sahihi, lakini kilikuwa kinanyofua kule. Sasa nataka mwambie hivi, kitabu kikishaandikwa tuseme kiko peke yake, hata sema ni waandishi wengi lakini wamekaa kwa pamoja wakawa wamefungamana, mwisho wake hasa tuseme kimeandikwa na mtu mmoja. Kishaandikwa na mtu mmoja, hata kama kina uongo si hakuna kingine. Kwa sababu hakuna kingine, ule uongo utaona ni ukweli. Lakini Biblia ni kitabu kimeandikwa na waandishi tofauti katika majira tofauti kwa vipindi tofauti. Sasa watakapoandika kuna tofauti ndogo za mapito kupitia miaka mingi walivyokuwa na printi, zipo tofauti ndogo za print pack, lakini hizi haziondoi msingi mkuu wa ujumbe wa Mungu. Utabaki pata zile tofauti ndogo ni tofauti za uandishi, kwamba akiandika Mathayo, akaandika Marko, akaandika Luka, akaandika Yohana, kila mmoja kaandika sasa na waandishi wa magazeti. Huyu ana gazeti lake, yule la kwake. Sasa hawawezi kusema anaandika harufu moja baada ya nyingine. Tunachoangalia muktadha, ile habari katika ujumla wake ina maana gani. Hiyo ndio elimu. Lakini huu kasuku wa kutetea dini
Ndio maana nasemaje, wala sema mara nyingi ninapomgusa Chionda, ni miongoni siku hizi mambo mengi yanaibuka, freedom of speech. Yanapoibuka yale ndio masuala ya msingi zaidi. Yanamfanya mtu akili ya mwanadamu isiwe mgando. Akili nyingi zimegandishwa kwenye dini. Kama nilivyosema katika Ufunuo 17:5, inasema Babeli mkuu, mama wa makahaba, amewanywesha watu nini? Mvinyo ya uasherati wake. Kwa hizi imani ambazo tumezipokea jinsi zilivyo, kwa namna fulani tumepokea bangi, tumepokea ulevi wa kutosha kabisa, ambao hata mtu ameweza, kuna mtu mwingine amefika chuo kikuu. Wapo watu waliofanikiwa, kwa mfano wengi sana kisiasa, unakuta Wakatoliki wako vizuri kisiasa, lakini wanachokifanya vile maana yake ni kwamba ile dini inawafanya tu msingi wao mkuu ni uchumi na siasa. Kwa hata kama haelewi vizuri, anajua mbona inamnufaisha kiuchumi, sawa sawa, mbona inamnufaisha kisiasa. Kwa hiyo tayari haya mengine anafunika tu blanketi. Lakini mkiingia katika hoja za msingi za nje kwa nje za mida, hawezi kukaa. Ndio maana kuna kipindi mfano Katoliki wataka kuleta mikutano ya nje ikawa inawashinda. Wa Pentecosti wanachokiangalia mikutano ya nje hawana hoja, lakini mahali pekee ambapo wanajivunia ni ile msisimko na hisia ile msisimko na emotional zinazowafanya, lakini baadaye ukimleta kwenye hoja hayupo. Sasa mtu ambaye tunamuona ana hoja, mimi katika kukutana ni msabato. Sasa kwa kuwa ana hoja zile, sasa naenda naye kwa hoja kwamba wewe msabato na mimi sasa tunaenda kwa hoja ili tuwafungue watu ulimwenguni. Wakaibuka watu wa Uislamu, lakini nasema wao sasa tatizo lao hauwezi kuongelea Qur'ani peke yao mpaka waje huku. Lakini wanakuja kwenye Biblia ambacho wanasema ni kitabu ambacho kimebi corrupted, yani kimevurugwa, kina mikono mingi kimewekwa. Lakini ukiwaambia hapa basi tuonyesheni hiyo Torati iliyo safi, Zaburi iliyo safi na Injili iliyo safi ili viambatane na Qur'ani, hamna. Kwa siri yake ni hivi kwamba katika vitabu viwili, kilichokuja baadaye na kilichokuja mwanzoni, maana hiki cha baadaye kama kuna makosa kinaangalia cha mwanzoni. Sasa kama ninyi hamjahifadhi Torati, Zaburi na Injili, basi kubaliana na hiki ambacho wenzenu wamehifadhi. Hizo tofauti ndogo ndogo ni tofauti ambazo haziondoi msingi. Mfano, kuna kitu kimoja ambapo watu Mkatoliki anachowafanyia, yani amewavuruga kweli kweli. Yani katika mtu aliyewavuruga madhehebu yote ni Mroma. Sasa Mroma Mkatoliki amewaletea Ijumaa Kuu, wakiamini kwamba Yesu kafa siku ya nini? Ya Ijumaa. Kwa msabato akijenga hoja zake anaanzia kwenye Ijumaa Kuu. Muislamu naye anajua kwamba kuna Ijumaa Kuu. Kwa hiyo kuanzia pale Muislamu ajenga hoja nyewe ili ajifanye amewashinda, anasema hivi: Yesu wenu alikufa msalabani Ijumaa, akafufuka alfajiri ya Jumapili. Mbona siku 3 usiku na mchana hazipo? Kwa hiyo wamejenga hoja zao kwenye msingi mbovu. Kwa hiyo yeye ina maana kwamba pale bila kujua anamchallenge nini? Yaani Muislamu bila kujua anamchallenge nini? Mkatoliki. Ila kwenye akili yake anafikiri anamchallenge Mkristo. Okay. Mbona mchezo unavyokwenda? Kwa sababu yeye tayari alivyokuja Muhammad katika mwaka 110 ni kipindi ambacho hata neno utatu lilikuwepo. Kwenye Qur'ani nasema msiseme watatu. Anaposema hivyo hamchallenge Petro wala Paulo. Kuna namna fulani anachallenge wa Katoliki waliokuwepo kipindi hicho. Kwa hiyo maana yake ni kwamba amewekewa boya pale. Yaani maana yake ni kwamba kitu halisi hakipo, amewekewa kitu potofu, anapambana na kile kitu potofu na anapotea kwenye potofu. Kwa anaonekana ameshinda boya tu. Hajashinda kwenye msingi. Kwa kama tunasema mwisho wa siku ukabaki neutral. Yaani acha habari ya Ukatoliki, acha habari ya Lutheran, acha habari ya Pentecosti, acha habari ya dhehebu lolote. Ukishaweka ukafagia pale, akili zako zikiwa safi, basi kaa utulie kama wewe ukiwa na akili timamu. Lakini kama unaanza kuelezea ukiwa na imani, kwa mfano utaka kuutetea USDA, maana utapata shida sana. Utaenda kwingine, tukipambana hapa umekwama kwa sababu una kazi ya kuutetea USDA. Lakini kama una kazi ya kulitetea neno la Mungu, basi maana yake hauwezi ukakwama. Na ukikwama, basi huyo Mungu unayemtetea feki. Kwa sababu kama tunaamini kwamba kuna Mungu original kaifanya taarifa zake, yule Mungu, ndio maana kuna mtu mmoja ndacha alipata kuzungumza kwamba kama Mungu unasema Torati ni kitabu chake, Zaburi ni kitabu chake, Injili ni kitabu chake, halafu ukasema vile vitabu vyote manake binadamu ameingiza mikono akaviharibu. Sasa hivi ameleta Qur'ani na ni Mungu huyo. Sasa ameshindwaje kulinda vitabu vitatu
halafu akilinde akilinde kimoja. Kwa hiyo hawa ni miungu wawili tofauti. No logic, no reason. Aingia akilini. Na ukisema haingia akilini, sema inaingia rohoni. Sasa rohoni inaingiaje? Ya kuingia akilini. Ingia akilini.